bora usiingie. Nakwambia ukweli kabisa, watu wengine ukiona wanataka kufanya nawe jambo fulani, ukiwaona hao watu ni most wanted, wana vita, kama vita yao huiwezi, bora usiambatane nao, kwa sababu ukiambatana naye namna hii, vita itabadilika hapo kupita maelezo. Kumbuka, Yona alijaribu kupanda kwenye mtumbwi wa wale watu. Nini kilitokea? Mashua ilichanika pale pale kwa mtu mmoja tu anayeitwa Yona. Vita yake ikapiga na wale wengine kwenye mashua. Na ndivyo ambavyo watu, kuna mashua zenu zilishayumba, kuna mashua zilishayumba kwa sababu mmeambatana na watu ambao wamepigwa muhuri. Wapendwa, Roho wa Mungu yuko hapa, ananiambia imetosha. Tutaenda kuomba siku ya leo, tutaenda kuomba, na maombi ambayo tutasimama nayo leo, tutaenda kuomba maombi maalum ya kufuta kila alama ambayo umepigwa kwenye ulimwengu wa roho. Tutafanya maombi maalum ya kufuta kila alama uliopigwa kwenye ulimwengu wa roho. Sijui ni alama ya namna gani umepigwa, lakini tutasimama siku ya leo kwenda kufuta kila alama iliyopigwa kwenye maisha yako kwenye ulimwengu wa roho, iwe ilipigwa kwa uzuri au kwa ubaya. Kila alama uliyopigwa ambayo inakufanya, kuna maeneo ukienda unakosa kibali, kuna mazingira ukienda unakosa nafasi, tutafuta hizo alama zote kwa damu ya Yesu. Kama umepigwa alama ya ukweli, kama ambavyo Yesu alipigwa alama ya ukweli, hiyo hatutaifuta. Nafikiri umeelewa somo. Tutafuta tu zile alama ambazo zinatufanya watu watuchukulie tofauti, zinatufanya tuwe na vita isiyokuwa ya maana, zinatuzuia kwenye maeneo fulani fulani. Kadiri ulivyoelewa somo, tutaenda kuomba katika mkono wa Bwana. Lakini pia tutafuta alama kwa wale watu tulioambatana nao. Yamkini vita ulioingia ni kwa ajili ya huyo mwanamke uliooa au mwanaume ulioolewa naye, au yamkini ni kwa ajili ya ofisi unaofanya kazi. Tutafuta hizo alama. Yamkini Mungu amekupeleka hapo ili uwe mkombozi wa hiyo ofisi. Kandarabu shakarabasi rapa koria saka remande rebo shakata rebo shama koriande ke sakata rapa karabu shaka rapa karabu shaka repa sandarabasiki. Sema ya maneno pamoja na mimi mahala ulipo, mahala ulipo. Wewe unanitazama, wewe unanisikiliza, sema ya maneno pamoja na mimi. Sema, Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako siku ya leo. Baba, ninaomba toba na msamaha kwa ajili ya watu ambao wamenisema maneno kinyume, na maneno hayo yakaacha alama ya kunigeuza kuwa most wanted, ya kunigeuza kuwa mtu mbaya, ya kunigeuza kuwa mtu wa kukataliwa, ya kunigeuza kuwa mtu wa mashambulizi. Baba, ninaomba toba kwa ajili yao. Sema, Bwana Yesu, ninaomba rehema kwa ajili ya maisha yangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya vita niliyo nayo. Ninaomba rehema, Bwana, kwenye kila eneo la maisha yangu. Kila nilipojigundua kwamba nipo kwenye matatizo, nipo kwenye mashambulizi, ni kwa sababu ya alama niliyowekewa, ya maneno ya kutamkiwa, ya maneno ya kujitamkia. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaita damu yako, ninaita damu yako, ninaita damu yako. Ninaomba damu ya Yesu ije, ninaomba damu ya Yesu ije, ifute alama zote, ifute alama zote nilizowekewa kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na mapenzi ya Mungu. Sema tena pamoja na mimi. Bwana Yesu, naita damu yako ije ifute kila alama nilizowekewa kwenye ulimwengu wa roho, alama ya kuonekana mwizi na ili hali mimi sio mwizi, alama ya kuonekana na michepuko na ili hali sina michepuko, alama ya kuonekana mimi ni mchawi
na ni hali mimi sio mchawi. Alama ya kuonekana, mimi ni mchukua wake za watu, wame za watu, na ni hali sina hiyo tabia. Alama ya kuonekana, mimi sio mtu wa kuaminika, na ni hali mimi ni mtu wa kuaminika. Baba, ninakuomba kila alama niliyowekewa, kila muhuri niliyowekewa kwenye ulimwengu wa roho, Baba, naita damu ya Yesu. 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 Naomba damu ya Yesu ije kwangu. Sema tena, naomba damu ya Yesu ije kwangu. Naomba damu ya Yesu ije kwangu. Ifute miuli yote, ifute alama zote nilizowekewa. Baba, futa. Baba, futa kwa sadaka ya damu yako, kwa sadaka ya damu yako. Endelea kuomba kwa maneno yako, endelea kuomba kwa maneno yako. Usiniambie Mwalimu Petro naomba nini, kama ulivyoelewa somo. Omba kufuta hizo alama, kila alama uliyowekewa. Futa, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Kila alama uliyowekewa, endelea kufuta kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Utambulisho feki, utambulisho feki, tabia ambazo sio za kwako. Unaenda ugenini, wanakuchukulia wewe ni wa tabia hizo. Futa hiyo alama, futa hiyo alama, futa hiyo alama, futa kila alama, futa, futa. Zitaje kabisa na majina yake, maana wewe ndio unayejua maisha yako. Mwambie kabisa, Bwana, alama fulani naifuta, alama fulani naifuta. Kuna watu mnamkwaga kwamba nyinyi ni waathirika wa ukimwi, na ni hali wewe hauna ukimwi, ila ukifika mahala watu wanakutamka wewe ni mwathirika. Imefika mahala hata kuna watu wanakukimbia kwa sababu ya kukuona mwathirika, na ni hali hauna hiyo shida. Yuko mtu hapa anamuona arabosha, ameshaachwa mara kadhaa kwa kuonekana mwathirika, na ni hali hana huo ugonjwa. Futa hiyo alama, futa hiyo alama, futa, futa, futa kwa damu ya Yesu. Kuna mtu anaonekanaga ni mchawi, watu wanamuona mchawi, na ni hali sio mchawi. Futa hiyo alama, futa hiyo alama, futa hiyo alama, futa, futa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna mtu yuko hapa alikuwaga na tabia fulani zamani, akaiacha hiyo tabia, akatubu na kuungama kabisa, na hajawahi kuirudia hiyo tabia, lakini mara kwa mara anaendelea kuonekana yeye ni mtu wa hiyo tabia. Watu wanamchukulia hivyo hivyo tu, na amekuwa anaumia kwamba mbona mimi hii tabia nilishaacha. Oh, Bwana asema kwenye ulimwengu wa roho umepigwa muhuri wa kuonekana wewe ni wa tabia hiyo. Hebu futa, futa kwa damu ya Yesu. Mwambie Mungu, hii tabia nilishaacha, nilishaungama, nilishapatana na wewe. Shetani hana uhalali wa kuendelea kuwanifanya nisihesabike kwa watu mimi ni mtu wa hivyo. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Kila alama uliopigwa kwa skendo mbaya, kwa skendo mbaya, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Daudi alinyimwa chakula kwa ajili ya alama ile. Kuna watu mmenyimwa kazi, kuna watu mmenyimwa kazi, mmenyimwa opportunities, mmenyimwa fursa kwa ajili ya alama mlizowekewa. Hata Daudi alinyimwa, wewe sio wa kwanza. Hebu leo futa hiyo alama. Yamkini damu ya Yesu ingekuwepo enzi zile za Daudi, asingeacha ipite hivi, angeitumia. Tambua agano uliloko wewe ni bora kuliko lile la Daudi. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Kila alama uliopigwa, oraba shekete, rabandekeye, rebo shakama, rebo shakama, reketamande. Unanena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Ni Roho Mtakatifu yuko kazini, anashughulikia tayari usiyoyajua kwenye ulimwengu wa roho. Wingu limefunguka mpendwa, usiwe mvivu wa kuomba. Oh, kinachotuweka mjini ni maombi na si ndumba wala uganga. Tambua hilo, kinachotuweka mjini ni maombi. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kila alama, kila alama, usiache alama yoyote, usiache. Futa, haijalishi aliyetamka ni nani. We futa, we futa. Oraba shekete, damu ya Yesu ina uhalali wa kufuta. Robo shakataraba sheke. Tunapitisha damu ya Yesu kwenye historia zetu za nyuma. Pitisha damu ya Yesu kwenye historia yako ya nyuma. Mwambie
Mwambie Bwana Yesu, shughulikia historia yangu ya nyuma, historia yangu ya nyuma. Rapa koria tekema rebosha matakasa. Baba, tunachukua damu yako pale msalabani, tunamwagia kwenye historia zetu za nyuma. Ndiyo Bwana, kila mtoto wako aliyoko hapa Baba, ninachukua damu yako pale msalabani, ninamwagia kwenye historia yake ya nyuma, ninamwagia kwenye historia yake ya nyuma, ninamwagia hiyo damu ya Yesu kwenye historia yake ya nyuma. Ninaomba damu ya Yesu ipite, ipite, ipite. Ndiyo, futa hizo alama Bwana. Rapakariakata Baba, futa hizo alama. Rebo shakata, futa hizo alama. Ramandekete, futa hizo alama kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, futa hizo alama zilizokaa kwenye historia ya nyuma, alama za uchawi, alama za uganga, alama za ushirikina, kwa jina la Yesu Kristo. Rapakariakata. Ndio Bwana, tengeneza kanisa hili Bwana. Wateule ni wengi, walioitwa ni wengi, wateule ni wachache. Many are called, but few are chosen. Many are called, but few are chosen. Walioitwa ni wengi, wateule ni wachache. Many are called, few are chosen. Dear Lord, make these people to be among chosen one. Waweke hawa watu Bwana, wawe moja walioteuliwa, wawe moja walioteuliwa. Robo shakandekese. Tunajiachilia mikononi kwa Bwana. Muamini mtoto wa Mungu, muamini Mungu kwamba alama zote zimefutika. Kwa ajili hiyo, kuna watu mliombaga kazi muda mrefu. Kama una peji ya Ajira Poto, hebu fungua peji ya Ajira Poto. Utakuta umeitwa kwenye interview, na utapoenda kufanya hiyo interview hutofeli, utapata kazi. Kuna watu mliwahi kuulizia fursa maeneo fulani, wakakwambia ipo, na ulishakuwa mzito kuulizia tena. Hebu ulizia tena, utaambiwa njoo. Kuna watu walikuahidi kitu fulani, watakupatia. Ni alama ndio iliyokuwa imefanya uonekane giza. Kuna watu mlikuwa ni giza, sasa hivi mtaonekana nuru. Kuna watu mlikuwa mnaonekana vituko, kila mnapoenda ni maugomvi, ni mafarakano. Sasa hizi mtakuwa chanzo cha amani. Alama imeondolewa. Sema amen. Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku hii Bwana. Asante kwa ajili ya yote ambayo umetutengeneza. Tunarudisha sifa, heshima na utukufu. Hata muda huu Bwana, tunapohitimisha siku hii ya saba, Roho wa Mungu tunaomba utulinde, utuepushe na roho zote za visasi. Neema yako na upendo wako tunaomba iambatane nasi, ili tuendelee kutembea nuruni mwako. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen. Na wakaribisha kwa shuhuda, kwa mtu mwenye ushuhuda, karibu uweze kututumia ushuhuda wako, ili tuendelee kumtukuza Mungu pamoja na wewe. Lakini pia tukumbuke kujisajili kuja kwenye kongamano na kuweka ahadi ya matendo ya huruma. Mbarikiwe na Bwana.